kuonesha umuhimu wake. Hichi kitabu ni kitabu ambacho kimezungumzia Uislamu kwa ujumla wake na kimekusanya mambo muhimu na ya msingi ambayo Muislamu hapaswi kuto kuyajua. Hichi kitabu cha Riyadhus Salihin ni kitabu ambacho kinatumika kuwaongezea watu imani, na kwa sababu al-imanu yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah, imani inazidi kwa utiifu na inapungua kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikisoma hichi kitabu basi utajikuta wewe mwenyewe imani inaongezeka siku baada ya siku. Kitabu hichi cha Riyadhus Salihin. Kwa hiyo shekhe huyu ambaye ni maarufu kwa jina la Msuni, lakini jina lake anaitwa Muhammad Hamid Msuni, bado tupo naye katika miji yetu hii ya Dar es Salaam kabla hajarejea masomoni. Kitabu hichi amekubali kukifundisha hapa katika kituo hichi cha Imam al-Muzani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni mtu ambaye yupo hapa kwa muda mchache na baadaye ataondoka, atasafiri kuendelea na masomo yake. Kwa hiyo ni bahati hii. Hichi kitabu mara nyingi hichi kitabu huwa kikifundishwa katika misikiti mingi huwa hakiishi, kutokamana na ladha inayopatikana katika kile kitabu. Kwa hiyo unakuta mwingine kasoma mwanzo kaishia hapo kaondoka, mwingine ameingia katikati, mwingine kakuta mwisho. Lakini sisi tumepata bahati, hichi kitabu kitafundishwa hapa mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu biidhnillahil karim. Baada ya hapo inabakia ni kazi kwa wewe ulionufaika na kitabu hichi kuwa unakirejea, kwa sababu moyo una tabia ya kusahau. Ukirejea basi unazindukana na yale ambayo ulikuwa kuyafanya na unayafanya. Pia inawezekana mtu kitabu hichi aisha kukisoma. Kwa hiyo hii ni fursa ya kuweza kuondoa baadhi ya matatizo madogo zile tunaita mishkila. Una sehemu kuielewa vizuri au una utata katika sehemu fulani, basi hii ni fursa ndugu zangu katika imani. Mimi ni wajibu wangu kukukumbusheni, na nyinyi pamoja na mimi ni wajibu wetu kuangalia nafasi yetu ili tunufaike na hichi kitabu. Kwa yule ambaye atakuwa na nafasi basi anakaribishwa. Darasa hili litakuwa ni kuanzia siku ya Ijumaa, yani leo baada ya asiri mpaka baada ya Isha, ikiwa ina maana ya kwamba mfundishaji ana muda mchache sana kukaa na sisi, na kitabu kidogo ni kikubwa kidogo, na tunahitaji akimaliza kitabu hichi. Kwa hiyo ikahitajia muda pia wa kusoma huo ni mrefu. Kwa hiyo muda huo ukawa ni kuanzia baada ya asiri siku ya Ijumaa mpaka baada ya Isha, kwa maana ya kwamba tutaswali Isha katika wakati wake, kisha baada hapo ataendelea kidogo mpaka pale ambapo yeye atakuwa amekusudia kuishia. Ni siku 3: Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, baada ya asiri mpaka baada ya Isha kidogo. Kwa hiyo tunatamani sana Uislamu uhudhurie kujifunza kitabu hichi ambacho kitafundishwa na shekhe wetu Muhammad Hamid Msuni kwa lugha ya Kiswahili, sio Kiarabu kitupu. Lakini kitabu hichi anafahamu huyu mtu yoyote yule, hata kama hana kitabu, kwa sababu kinaelezea mambo ya kheri. Hakuna habari za kanuni, hakuna habari za kwamba utaulizwa kanuni hii inaenda hivi inaenda hivi. La, hapana, hakuna mambo hayo. Kinakuhamasisha kufanya mambo ya kheri. Miongoni mambo ya kheri yaliyomo ndani ya kile kitabu ni hutuba mlioisikia hapa. Kile kitabu kimezungumzia masala kama hayo. Kile kitabu kimezungumzia masala yote yanomzunguka mwanadamu, yani hasa Muislamu, kwa mwaka mzima. Yani kila mwezi kimeuzungumzia. Mwezi huu na nini, mwezi huu na nini, siku hii na nini, kitabu kile kimezungumzia. Yani kwa ufupi ni kwamba ni kitabu ambacho ni muhimu sana kwa maisha ya Muislamu. Sihitaji kuwarefushia mengi, lakini natamani kuendelea kuhamasisha
kwa namna ambavyo kitabu kile kinafahamika duniani kwa umuhimu wake. Hivyo basi yule ambaye atakuwa na nafasi ya kuhudhuria darasa hili hata kwa siku moja, hata kwa nusu saa, hata kwa dakika 10, basi hata kuwa sawa mtu huyu na yule ambaye hajahudhuria kabisa. Lazima atatoka na kitu. Hivyo basi tunawahamasisha Waislamu wote ambao wapo katika eneo hili na wale ambao watakuwa na uwezo wa kuhudhuria darasa hili, na tuweze kumkirimu mgeni wetu na kumuonesha ushirikiano, ili pia siku zijazo za mbeleni atupe zaidi na zaidi. Wabillahi tawfik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.